Kwa walio wengi, hasa walio mbali na Mashariki ya Kati huko, yawezekana hawakujua mara moja kama athari za vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaweza kuwagusa moja kwa moja, na sasa yamekuwa, kwani bei ya mafuta katika nchi nyingi za Afrika pia imeanza kupanda kwa kasi, ikiwemo Afrika Mashariki. Hayo yakiwa ni matokeo ya vita hivyo. Hii ni TriGen Media. Katika kipindi cha hivi karibuni, dunia imeshuhudia kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta kufuatia vita kati ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Ripoti kutoka vyombo vya kimataifa zinaonyesha kuwa mgogoro huu umeathiri moja kwa moja usambazaji wa nishati duniani na kusababisha mshituko mkubwa katika masoko ya mafuta. Kwa mujibu wa taarifa mpya za shirika la habari la AP, bei ya mafuta ya Marekani WTI imepanda kwa takriban 11.4% na kufikia zaidi ya dola 111 kwa pipa, wakati mafuta ghafi yalipanda kwa karibu 7.8 hadi kufikia dola 109 kwa pipa. Shirika jingine la habari la kimataifa la Reuters limearifu kuwa bei ya mafuta ilifikia hadi dola 113.97 kwa pipa katika kilele chake, ikiwa ni kiwango cha juu kuwahi kutokea tangu mwaka 2022. Hii inaonyesha kuwa hofu kubwa ya upungufu wa mafuta duniani. Chanzo kikubwa cha kupanda kwa bei hizi ni kufungwa kwa mlango wa Hormuz, njia kuu na muhimu ya usafirishaji wa mafuta, ambapo takriban 20% ya mafuta yote duniani hupita hapo. Kufungwa huku kwa mlango huo kumesababisha mshituko mkubwa katika ugavi wa kimataifa wa mafuta duniani. Bei za mafuta zimeongezeka pia kwa zaidi ya 40% tangu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu. Kwa ulinganifu, kabla ya vita hivi mwezi Januari mwaka 2026, bei ya mafuta ghafi ilikuwa karibu dola 70 kwa pipa. Kufikia mwezi Aprili mwaka huu, bei imevuka dola 110, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya 57% ndani ya kipindi kifupi. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa mwezi Machi pekee bei ya mafuta imepanda kwa takriban 57%, ikiwa ni moja ya ongezeko kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya soko la mafuta duniani. Sababu nyingine ni mashambulizi ya moja kwa moja kwenye miundombinu ya nishati. Mashambulizi ya Israel kwenye eneo la gesi huko South Pars nchini Iran yameharibu pia sehemu muhimu ya uzalishaji wa gesi, kusababisha ongezeko la haraka la bei za mafuta duniani, zikiwemo nchi za Afrika Mashariki. Aidha, mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran dhidi ya vituo vya mafuta katika nchi za Ghuba kama vile Qatar na Saudi Arabia pia yameongeza hofu ya kukatika kabisa kwa uzalishaji na usambazaji wa nishati hii muhimu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa uchumi walio wengi, ni kwamba kupanda kwa bei za mafuta kuna athari ya moja kwa moja kwa mfumuko wa bei duniani, kwani gharama za usafirishaji na uzalishaji huongezeka pia. Taarifa zinaonyesha kuwa hata bei ya petroli kwa watumiaji imeongezeka. Nchini Marekani kwa mfano, bei ya petroli imepanda hadi zaidi ya dola 4 kwa galoni katika baadhi ya maeneo, kiwango ambacho ni cha juu zaidi tangu mwaka 2023. Hali hii imesababisha baadhi ya nchi kuanza kuweka sera za ugawaji wa bidhaa kwa kiwango maalum cha mafuta na matumizi ya akiba ya dharura ili kukabiliana na upungufu unaoweza kutokea. Kwa upande wa masoko ya fedha, kupanda kwa bei za mafuta kumesababisha pia kuyumba kwa masoko ya hisa duniani, huku uwekezaji ukihofiwa kudorora kwa uchumi wa dunia kutokana na gharama kubwa za nishati. Wataalamu wanaonya kuwa iwapo vita hivi vitaendelea na njia za usafirishaji mafuta kama vile njia ya Hormuz hazitafunguliwa, bei za mafuta zinaweza kupanda zaidi ya dola 120 kwa pipa, hali ambayo inaweza kusababisha mdororo wa uchumi wa dunia. Kwa ujumla, vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeonyesha jinsi siasa za kimataifa zinavyoweza kuathiri moja kwa moja maisha ya watu duniani kupitia kupanda kwa gharama za mafuta, na kusisitiza umuhimu wa utulivu,
wa kisiasa katika kudhibiti uchumi wa dunia. Hali hii ni funzo kwa nchi za Afrika kuona umuhimu wa uzalishaji wa mafuta kutoka ndani ya bara la Afrika na kuachana utegemezi wa kuagiza mafuta kutoka nje ya bara la Afrika, hali inayoweza kukwamisha maendeleo katika sekta mbalimbali ndani ya bara hilo. Leonard Mubali, TriGen Media.